Mheshimiwa Rais, nikiwa nimesimama hapa leo, siwezi kusahau salamu nilizozitoa mwaka jana tarehe 9 Juni 2025 katika jukwaa hili hili ulipokuja kufunga mafunzo kama haya. Nilisimulia hadithi. Hadithi ile ilikuwa ni ya hali ya usalama ulioikuta na mabadiliko makubwa yaliyopatikana chini ya uongozi wako. Nilisimulia hadithi ya hali duni ya usalama iliyozuia watu kufanya shughuli zao za kiuchumi kwa uhuru, hadithi ya uhalifu iliyogharimu mali na maisha ya watu katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Lakini nilisimulia pia hadithi nzuri ya uongozi wako, uongozi makini ulioweza kubadili hali ile na kuifanya kuwa historia kwa Watanzania. Mheshimiwa Rais, leo ninaomba niendelee kukusimulia wewe pamoja na Watanzania sehemu nyingine ya hadithi hii nzuri, hadithi inayoendelea kuandikwa ndani ya nchi yetu na ndani ya Jeshi la Polisi chini ya uongozi wako. Naomba nisimulie kwa kifupi hadithi ya miaka 5 ya uongozi wako na hatua ulizochukua kuhakikisha kuwa haturudi tena kwenye hali ile niliyoielezea mwaka jana. Mheshimiwa Rais, mwaka 2022 uliunda tume ya kurekebisha mifumo ya haki jinai kwa lengo la kuboresha utendaji kazi wa vyombo vya haki jinai, Jeshi la Polisi likiwa mdau muhimu katika mnyororo huo. Tume hiyo iliwasilisha kwako mapendekezo mbalimbali ambayo baadaye ulielekeza yafanyiwe kazi kama maelekezo yako rasmi ya maboresho. Yote haya uliyafanya kwa lengo la kuhakikisha kuwa hadithi hii nzuri haiendelei tu kuandikwa, bali pia haiishi kwenye kipindi cha uongozi wako pekee. Maboresho haya ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanalenga kuhakikisha kuwa hadithi hii nzuri itaendelea kuhadithiwa hata baada ya uongozi wako. Mheshimiwa Rais, Jeshi la Polisi linaendelea kutekeleza maelekezo yako kupitia tume hiyo, na ninatoa shukrani kubwa kwako na serikali yako kwa uwezeshaji mkubwa unaoendelea kutupatia katika maeneo yanayohitaji uwezeshaji wa serikali. Serikali yako imedhihirisha kwa vitendo dhamira yake ya kuhakikisha kuwa Jeshi la Polisi linabadilika kiutendaji na kuwa jeshi bora zaidi. Mheshimiwa Rais, Jeshi la Polisi limewezeshwa kwa kiwango kikubwa kutatua changamoto za muda mrefu za ufinyu wa bajeti, miundo mbinu mbalimbali pamoja na vitendea kazi. Kwa upande wa majengo, Jeshi la Polisi limetekeleza jumla ya miradi ya ujenzi na ukarabati wa majengo 320 ambapo limefanikiwa kukamilisha majengo 174 na kuendeleza miradi ya ujenzi na ukarabati wa majengo 146 ambayo ipo katika hatua mbalimbali za ujenzi. Miradi hii kwa ufupi, Mheshimiwa Rais, ni kama ifuatavyo: ofisi za makamanda wa polisi wa mikoa 18, kati ya hiyo majengo 10 bado yapo katika hatua mbalimbali, mengi yako hatua za mwisho za ujenzi. Vituo vya polisi daraja A 15, kati ya hivyo vituo 7 vinamalizikia kujengwa. Vituo vya polisi daraja B 29, kati ya hivyo 34 vinaendelea na ujenzi. Ujenzi na ukarabati wa makazi ya askari 139 na 46 kati ya hayo yapo kwenye hatua za mwisho. Aidha, tunaendelea na ujenzi pamoja na ukarabati wa majengo ya matumizi mengine ya Jeshi la Polisi ambapo jumla ya miradi 46 imetekelezwa na kati ya hiyo miradi 33 ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Miradi hiyo inahusisha ujenzi wa bweni la wanafunzi katika chuo cha maafisa wa polisi Kidatu,
ujenzi wa madarasa na mabweni ya wanafunzi katika shule ya polisi Tanzania Moshi, rest house, jengo la hospitali ya rufaa Kilwa Road, vituo tiba vya polisi katika baadhi ya mikoa, karakana ya TEHAMA pamoja na majengo ya vikosi mbalimbali vya polisi. Mheshimiwa Rais, jambo la kujivunia zaidi ni kwamba majenzi haya yaliyokamilika pamoja na yale yanayoendelea kutekelezwa yanasimamiwa na kutekelezwa na kupitia kikosi cha polisi cha ujenzi. Jeshi la polisi lina wataalamu wa kada mbalimbali za ujenzi wakiwemo wasanifu majengo, wakadiriaji majenzi pamoja na wahandisi wa fani tofauti za ujenzi ambao kwa pamoja wameendelea kufanya kazi kubwa kwa weledi na uzalendo mkubwa. Hali hii imeendelea kusaidia kupunguza gharama za utekelezaji wa miradi, kuongeza usimamizi wa karibu wa ubora wa kazi na kuhakikisha thamani ya fedha inaonekana katika miradi yetu ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, naomba nitumie jukwaa hili kuelezea jambo hili kubwa. Hapo kumekuwa na slide zinatembea zikionyesha majengo mazuri sana, majengo ya kisasa ambayo ningependa wale wanaopitisha hiyo warudie tena. Haya ni majengo yaliyojengwa si kwa miaka mitano ya uongozi wako, ni ndani hata ya miaka kama mitatu. Lakini wakati majengo haya yanaendelea, utaona hali gani uliikuta hii. Lakini kuna majengo mengine yataonekana hapo yalikuwa ni majengo, sijui ni majengo yale makazi ya polisi pale Dodoma. Yule slide yaweke ile, utakapoona Mheshimiwa Rais, ile si kambi ya wavuvi, ile hiyo hapo si kambi ya wavuvi. Hayo ndiyo makazi ya askari polisi uliyoyakuta. Hayo hapo si kambi ya wavuvi. Askari walilala humo, waliamka humo na walikwenda kutimiza na kutekeleza wajibu wao, kulinda watu na usalama wao. Na hayo yamekuwepo hapo kwa muda wa miaka mingi sana. Umeyakataa na sasa umetoa fedha na umehakikisha kuna jengwa majengo mazuri ya makazi ya askari, magorofa yenye floor 4 kila moja. Haya ndiyo yamereplace, haya ndiyo yameondoa yale makazi ambayo kwa hakika hata wavuvi walikuwa waishi mle. Mheshimiwa Rais, umekataa. Haya ndiyo majengo tunayomiliki sasa jeshi la polisi. Tunaomba makofi mengi sana hapo. Turudie na yale ya kwetu. Pasha 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 panda. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu msingi wa mafanikio yetu. Akina mama vigelegele wapi? Na kati ya makazi hayo ambayo tulikuwa tukiishi kwa miaka nenda kwa miaka rudi, tumeshavunja yote ili tujenge, na tumejenga magorofa katika eneo hilo. Tutaacha hivyo vibanda viwili kwa ajili ya kumbukumbu ya kwamba jeshi hili liliwahi kupita katika kadhia hii, lakini kwa sasa alikuwepo ama alikuja rais fulani anaitwa Daktari Samia Suluhu Hassan, akatutoa mle ndani akatuweka kwenye majengo haya. Sisi ni akina nani tusisimulia hadithi hii? Sisi tusiokuwa na roho ya shukurani, ambao hatuwezi kusimulia hadithi hii nzuri, tutakuwa ni binadamu gani? Mheshimiwa Rais, asante, tunakushukuru sana
na Mungu aendelee kukubariki na kukusimamia na kukupa afya njema. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa vyombo vya moto na usafiri, serikali yako imetuwezesha kupata vitendea kazi mbalimbali ikiwa ni pamoja na magari 1394 ya kioperesheni na matumizi mengine. Magari 1394 kwa kipindi kifupi kisichozidi miaka mitatu. Na Mheshimiwa Rais, hapo unapoona hapo sio bandarini. Hii ni yadi yetu ya polisi ya kupokelea magari, na haya yote ni magari mapya mazuri ya kisasa na yanayosababisha tunafanya kazi bila mkwamo wa aina yoyote. Na magari haya yamekuja kureplace magari mabovu tuliyokuwa nayo. Mheshimiwa Rais, nimewahi kuona afisa wa polisi akienda ofisini na gari aliyopanda inasukumwa kuanzia nyumbani kwake mpaka inafika ofisini, na baadaye jioni hiyo haijawaka, inasukumwa tena kutoka ofisini mpaka inafika nyumbani, hiyo gari haijawaka. Sasa haya yote yamekuja kuondolewa na wewe Mheshimiwa Rais, magari 1394 kwa kipindi cha miaka mitatu. Kwa kipindi hicho tumeweza kupata pikipiki 39 za kuongoza misafara na pikipiki 105 za doria, boti 13 za doria na kufanya matengenezo ya ndege moja, na sasa tuko kwenye hatua za mwisho za mchakato wa kununua ndege mpya 2.